Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yanayojiri katika anga za kimataifa, hususani vita inayoendelea kati ya Irani, Marekani pamoja na Israel ikiingia katika siku ya 3. Hali inazidi kuwa mbaya sana baada sasa rasmi makundi ya wanamgambo kuanza kuingia vitani moja kwa moja, kuanza kupigana na Israel, wakisema kwamba ni hatua ya kuungana moja kwa moja na Iran katika vita hivi. Sasa hatimaye Hezbollah kutoka nchini Lebanon, baada ya muda mrefu sana katika vita ambavyo viliweza kusitishwa mwaka 2024, rasmi sasa wametangaza vita mpya baada ya kufungua uwanja mpya wa vita na Israel. Taarifa inaeleza kwamba kundi la wanamgambo la Hezbollah limedai kuhusika na mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel, likisema lililenga kambi ya kijeshi katika mji wa Haifa kama kulipiza kisasi kwa kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyoripotiwa na shirika la habari la Al Jazeera. Katika taarifa yake rasmi, Hezbollah ilisema shambulio hilo lilikuwa ni hatua ya kujilinda na kulinda watu wa Lebanon, pamoja na kujibu kile ilichokiita uchokozi wa mara kwa mara wa Israel. Kundi hilo lilisisitiza kuwa lina haki ya kujibu mashambulizi, likionya kuwa Israel haiwezi kuendelea na operesheni za kijeshi bila kukabiliwa na majibu. Mashambulizi hayo yanatajwa kuwa yamefungua rasmi uwanja mpya wa vita kufuatia operesheni za kijeshi zilizoanzishwa na Israel kwa kushirikiana na Marekani dhidi ya Iran siku ya Jumamosi. Hatua hiyo imevunja makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yameanza Novemba 2024, ambapo licha ya Israel kuendelea kushambulia maeneo ya Lebanon, Hezbollah ilikuwa imedai kuendelea kuheshimu makubaliano hayo hadi sasa. Hata hivyo, waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amelaani shambulio hilo na kulielezea kuwa ni kitendo kisicho na uwajibikaji ambacho kinahatarisha usalama wa taifa hilo. Ameonya kuwa serikali haitaruhusu nchi kuingizwa katika vita mpya, na ameahidi kuchukua hatua kali dhidi ya waliohusika ili kulinda raia wa Lebanon. Kwa upande wake, jeshi la Israel limethibitisha kuwa linafanya mashambulizi makali dhidi ya malengo ya Hezbollah ndani ya Lebanon kama jibu la moja kwa moja. Jeshi hilo limesema halitaruhusu kundi hilo kuwa tishio kwa usalama wa raia wake, hasa wale wanaoishi kaskazini mwa nchi, na limeahidi kuendelea na operesheni za kijeshi kwa nguvu zote. Maendeleo haya yanaashiria kuongezeka kwa kasi ya mzozo wa kikanda, huku mapigano sasa yakihusisha Iran, Israel, Lebanon na makundi yenye ushawishi mkubwa wa kijeshi, hali inayoongeza hofu ya kuzuka kwa vita kamili katika eneo la Mashariki ya Kati. Hiyo ni taarifa jinsi ambavyo inaeleza kufuatia taarifa ya Hezbollah ya ufunguzi wa uwanja mpya wa vita dhidi ya Israel, wakilenga maeneo mbalimbali ya kambi ya kijeshi pale Haifa nchini Israel, na wametangaza rasmi sasa wameingia vitani, na wameeleza wazi kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa mwezi Novemba mwaka 2024 yamevunjika rasmi na vita imeanza. Sasa vita hivi vimeanza kupanuka. Sasa hali inazidi kuwa tete, ambapo tu hata usiku wa kuamkia leo Irani imepeleka mashambulizi makubwa sana kuelekea nchini Israel. Yaani wametumia makombora ya hypersonic ya kasi hali ya juu. Sasa taarifa hiyo mtazamaji inakujia hivi punde. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.